Mimi naitwa Siraji Ali Likwati, ni mwenyekiti wa madereva pikipiki Kimara Matangini, Michungwani na Kingongo. Athari ni kubwa sana. Tumeathirika kwa kiasi kikubwa kwa Watanzania wote, tajiri, maskini, pamoja na watu wa hali ya kawaida, kwa sababu Tanzania yetu mambo kama haya hayawahi kutokea na yametuathiri kwa kiasi kikubwa kufikia kwamba maisha yetu yalikuwa ni magumu zaidi. Mimi mpaka leo hii ninapokuambia ndo naingia leo kazini, kwa sababu hata kujiamini kuja kazini ilikuwa siwezi kuja. Tunaona hali yenyewe nilivyokuja, nimekuja kwa hali yani kuja kuangalia je mambo yanakwenda vizuri, lakini hali ilikuwa ni mbaya sana. Watu tumeteseka na njaa. Mimi kiupande wangu sijaridhika na hichi kilichotokea, kwa sababu Tanzania yetu ni Tanzania yenye uhuru, na mambo yalokuwepo Tanzania, nchi za jirani wanatusifia kwa uhuru na mshikamano, lakini kwa kadhia hii mimi sijaipenda na tumeathirika vikubwa sana, kwa sababu hata makampuni, watu wa biashara, matajiri wameathirika kwa kiasi kikubwa, kwa sababu mzunguko wa kawaida ulikuwa haupo kabisa kutokana na kadhia hii. Kwa hiyo hii kadhia imetuathiri sana Watanzania pamoja na nchi jirani, kwa sababu hata nchi jirani nao huwa wanatutegemea hapa Tanzania. Bandari yetu ni kubwa, kuna mizigo ambayo inatoka hapa na kwenda nchi jirani. Kwa hiyo imeathiri kwa watu wengi wale wanaotegemea Tanzania kupata mahitaji ya muhimu. Kwa athari hii imetokana na watu wachache wasiotaka kusikiliza na taratibu za nchi na sheria, wakaanzisha vurugu ambazo zimeleta athari kwa watu wengi. Kwa hiyo mimi ninachosii kwa Watanzania wote kwamba kiongozi anapokupa agizo fanyeni hivi, ufanye kama alivyokuambia, na kama unataka haki basi utake haki kwa namna ya haki inavyotakiwa kuitaka. Ila kilichofanyika hapa kwetu sio kutaka haki, kwa sababu unakuta duka la mangi hana yani ushawishi wa siasa wa aina yoyote. Yeye yupo maisha yake anaendesha kwa biashara zake. Watu wanakuja wanavunja, wanachukua mali zake. Ile inakuwa ni mbaya zaidi. Kama unataka haki inabidi uchukue jukumu la haki jinsi inavyotakiwa, sio kufanya vurugu. Na kilichoniuma zaidi, Watanzania walio wengi walikuwa hawapendi utaratibu wa serikali jinsi inavyofanya mambo yake kuhusu mwendokasi. Ikafikia siku za nyuma wakachoma mwendokasi kwa sababu ni bovu, umenielewa? Wanataka wawaue madereva, wameajiriwa tu, lakini gari ile ni bovu, wakavunja. Lakini serikali ikaona kwamba kuna umuhimu wa kuleta magari mapya, leo hii yamechomwa moto. Sasa hii unakuta sasa unajiathiri wewe mwenyewe. Ulidai upewe kitu, umepewa, leo hii unakuja kukiunguza kwa moto. Faida yake iko wapi? Kwa mimi nawaasa Watanzania wote na wote wanaesikiliza na wanaona taarifa hii wafikie kwamba ikifikia serikali imekwambia jambo la aina fulani ili usilifanye kwa wakati huu, lina madhara kweli. Madhara yake ni haya.